Wakenya hamjambo, mahali popote mlipo jioni ya leo. Kama kawaida ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio msimamizi wa vijana katika chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Na leo nimekuja hapa kujulisha Wakenya yale ambao tulitabiri yatakuja na yameanza kujionyeshana, yameanza kujitokeza. Najua wakati tulianza mwaka, mimi ndio niliambia William Ruto, nikamwambia kwamba kabla mwaka uishe kutakuwa na kitu inaitangwa mass exodus. Watu wakihama katika mlengo ya uaji, watu wakihama katika mlengo ya waizi, watu wakihama katika mlengo ya majambazi, wakiingia katika mlengo ya Wakenya wazalendo, wale ambao wanapigania haki na ukweli ya nchi hii. Na ameanza kujitokeza wazi kwa sababu iko mkutano imefanyika hapa Naivasha. Na hiyo mkutano ilifanyika huko, ilikuwa ya PG. Ilikuwa ya wale wabunge wanaunga mkono mlengo ya broad based government. Na wakiwa huko iko mambo ikakuwa moto, mambo ikachemuka. Kwa sababu hizi salamu za Oburu Odinga na William Ruto, ODM wamesema ya kwamba lazima wapatiwe 50% of the government. Na mimi niambia Wakenya, hawa wanasiasa ni wanafiki. Wakiongozwa na William Ruto na watu wa ODM ni wanafiki. Kwa sababu siku walifukuza Rigathi Gachagua kwa serikali through fake unconstitutional impeachment, walisema ya kwamba anaongea mambo ya share. Na mimi nashangaa nikiwa kama kijana wa taifa hili kuona ya kwamba William Ruto na serikali mzima wanachukua siku mbili wanaenda hapa Naivasha kuongea mambo ya power sharing, kuongea mambo ya share, ile ambaye walisingizia Rigathi Gachagua mpaka wakafukuza kwa serikali. Ndio walikuwa wanaongelea hapa Naivasha siku mbili. Na leo hii nimekuja hapa niambia Wakenya wazi ya kwamba hii mambo mumeona sasa ya mass exodus. Watu wameanza kutoroka katika mlengo wa William Ruto, wakiingia katika mlengo ya one term. Imesababishwa na hiyo mambo ya power sharing, mambo ya shares ile walienda kuongelea kule Naivasha. Kwa sababu ODM wakiongozwa na Oburu Odinga walisema ya kwamba wanataka 50%. Wakasema kiti ya naibu wa rais wanataka itoke ODM. Wakasema mawaziri nusu ya cabinet wanataka itoke ODM. Na kwa sababu ya hiyo mazungumzo, wale wabunge tunaitanga tokonia kutoka hapa Mlima Kenya, wale ambao tunaita wasaliti, ambao walisaliti wa Kenya kwa kuunga mkono muuaji, mtu ambaye amesambaratisha nchi, waliruka nje na hawakusikizana. Na mimi nataka niambie William Ruto, mambo bado. Siku za wabunge kufuata wewe wakule pesa zinaendelea kuisha. Kwa sababu kama iko kitu wabunge wanajua, hawa wabunge wanakufuata kama iko kitu wanajua ya kwamba hautarudi kwa serikali. Wakenya wamesha kukataa, hiyo chama yako haikubaliki tena. Na kwa hivyo pia imefika wakati wabunge pia waanza kujitafutia namna vipi watarudi kwa bunge katika uchaguzi ya mwaka ujao. Na katika hiyo harakati lazima wakutoroka sasa, lazima wakupotee, waende wakatafuta vyama vingine na mirengo ingine ili ambaye inaungwa mkono na Wakenya. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba siku ya jana nimeona mheshimiwa kutoka Gatundu South anaitwa Gigi Kagombe alisimama akasema ya kwamba mahali imefika huko Gatundu hakuna mtu anataka kusikia mambo ya William Ruto. Na vile pia nikasikia akisema ya kwamba mahali imefika hata watu wa Gatundu hawataki kusikia mambo ya UDA. Na zile sababu alipeana ni sababu za ukweli, zile ambazo tumekuwa tukisema kila wakati. Kwa sababu alisema ya kwamba hii serikali ya UDA imedanganya Wakenya miaka 4. Na akasema ya kwamba watu wameshindwa kuvumilia uongo ya William Ruto. Akasema mahali imefika watu walifikiria baada ya miaka 5 William Ruto atakuwa ametekeleza angalau kitu moja ama mbili aliahidi. Lakini muda umeoma, masaa imesonga, wakati unakwisha na hakuna kitu hata moja William Ruto aliahidi Wakenya ametekeleza. Kwa hivyo Gigi Kagombe akasema ya kwamba yeye ameungana na Wakenya wengine kusema ya one term. Na akasema yeye ameungana na Wakenya wengine kusema ya kwamba UDA ni chama kilikwisha na William Ruto hatakikani katika nchi ya Kenya, na hakuna Wakenya wako tayari kuunga yeye mkono katika awamu yake ya pili.
Mimi nikiwa kiongozi kijana katika chama cha DCP nataka nipongeze Gigi Kagombe kwa sababu amekubali ile injili ambayo tumekuwa tukihubiri na kiongozi wetu Rigathi Gachagua kwa muda wa miaka 2 sasa. Na ile safari tulianzisha kama vijana wa taifa hili mwaka wa 2024 wakati tulitaka nchi iongozwe na njia ambayo ni ya kusaidia na kwa manufaa ya Kenya, lakini wabunge wengi wakakashifu sisi na wakakataana na sisi. Mimi nataka nipongeze Kagombe, ingawaje amekuja wakati ukiwa umeenda, lakini finally amekubali kuunga sisi vijana wa taifa hili mkono, kusema ya kwamba ni one term, kusema ya kwamba William Ruto amedanganya Wakenya, na kusema ya kwamba pia William Ruto ameshindwa kuongoza taifa na kutekeleza yale ambayo alituahidi. Mimi nikiwa katika hapo niseme ya kwamba Gigi Kagombe, karibu sana rasmi katika mlengo ya one term. Karibu sana rasmi katika mlengo ya one term. Sisi ni Wakenya wazalendo, na ile tumekuwa tukifanya ni kutetea mambo ya haki na ukweli, na ile kitu tumekuwa tukifanya usiku na mchana ni kukosoa William Ruto kwa yale mambo ambao ni ya upuzi, ya kijinga, ya kishenzi, ya kusambaratisha nchi amekuwa akifanya. Kwa hivyo bwana Gigi Kagombe, vile ambavyo umekuja katika mrengo ya one term, haujafanya makosa, umefanya kitu ambacho ni ya busara zaidi. Haujafanya makosa. Ile kitu tu ningetaka uchague katika mlengo ya one term, tuko na vyama vingi vile ambavyo tumeshikana kwa pamoja ili safari ya kupeleka William Ruto ikuwe rahisi. Na katika hizi vyama vingi tuko nazo katika mlengo ya one term, mimi naweza pigia debe chama changu ni DCP. Kwa hivyo niambie bwana Gigi Kagombe, usikuje kutapakaa hapa ama kuzubazuba. Vile ambavyo umesema ni one term na umeingia katika mlengo wa one term, chukua virago zako kuja straight mpaka DCP. Tukuvalisha kofia, tukupokea katika chama, uingie katika meli ya kusukuma mambo ya wananchi na kutetea haki na ukweli katika taifa hili, ili ambaye tunafanya kwa njia kuu sisi kama wanachama cha DCP. Kwa hivyo hakuna mtu atakusurutisha. You have come back to your senses. We as a DCP people, we just welcome you. Come back home, shikana na sisi ndugu zako, tusukume mambo ya one term, tusukume mambo ya DCP, ili tuweze kusaidiana kukomboa taifa letu la Kenya na kazi kuwe rahisi. Kwa hivyo wale ambao wanajaribu kuona ni kama Kagombe amekuja wakati umeenda sana, hajachelewa, amekuja wakati ambao unafaa. Lengo letu ni kukusanya kila kiongozi katika taifa hili ili kazi ya kupeleka William Ruto nyumbani kuwe rahisi. Na ndio maana kila wakati nimekuwa nikisema hata wale wetu ambao wametoka hapa jamii ya Mlima Kenya na kona zingine za nchi na bado wanafuata William Ruto, safari yao ya kuchaguliwa pia mahali ambapo wametoka itakuwa ngumu. Na kwa sababu the more wanakaa nyuma ya William Ruto, the more wanafanya kazi yetu inakuwa ngumu kama wana one term ya kupeleka William Ruto nyumbani. Kwa hivyo mimi nikiwa kama kiongozi kijana, ni furaha yangu wakati naona iko kiongozi mmoja ama viongozi wawili wametoka mrengo wa William Ruto wamekuja mrengo ya one term. Hiyo ni kumaanisha ile nyumba ya William Ruto tulitaka iporomoke ili kazi ya kupeleka yeye Sugoi ikuwe rahisi, inaendelea kuporomoka. Inaendelea kuporomoka kwa sababu kiongozi mmoja akitoka, ina maana hiyo nyumba iko posti moja imeondolewa. Kiongozi mwingine akitoka, ina maana hiyo nyumba iko posti nyingine ya pili imeng'olewa. Kwa hivyo tukiendelea kung'oa hizo posti zimeshikilia hiyo nyumba ya William Ruto, baadaye itaanguka yenyewe na kaupepo kidogo, hata hakutakuwa na kazi ngumu. Kwa hivyo nipongeze wale viongozi wote wale ambao wameanza kutoka katika muungano wa William Ruto, wakuja mlengo hii yetu, tushikane ili kazi ya kupeleka William Ruto na kukomboa Kenya ikuwe rahisi. Na vile vile pia nikiwa hapo jana, nimeona Rigathi Gachagua ameongea mambo mingi sana ambayo ni ukweli, na alikuwa anaongea ile maneno ya William Ruto at 4, na nimeona Wakenya wengi wamefurahia na wakasema ya kwamba yale Rigathi ameongea jana yote ni ukweli. Lakini nimeona Junet Mohamed wakiwa na Kimani Ichung'wah wanakimbia kwa kamera kuleta matusi. Na mimi nataka niambie Kimani, kwa sababu nilifikiri Kimani ako na akili mingi kwa vile ambavyo amesomea Alliance.
na kwa vile ambavyo yeye ndiyo kiongozi ya walio wengi bungeni, tulifikiri yako na akili mingi sana. Junet kawaida tunajua hananga akili. Kwa hivyo yeye hata akitusiana jana, hiyo haitubabaishi. Kawaida Junet, Wakenya wote wanajua Junet hana akili. Akili zake zilizikwa na baba. Kwa sababu yeye iko siku alisema ya kwamba yeye ni ng'ombe, anafuata baba kama ng'ombe. Kwa hivyo akili za Junet ziliishi katika mfuko ya Raila Amolo Odinga. Na kwa vile baba alipumzika akazikwa, akili za Junet zilizikwa kwa kaburi pamoja na baba. Kwa hivyo Junet hananga akili, na hiyo hatuna shida nayo. Yule amenishangaza ni Kimani Ichung'wah, kwa sababu tulifikiri bado yeye ako sawa sawa, lakini kidogo nikasikia ile mambo alikuwa anaongea jana baada ya Rigathi kutoa taarifa. Na mimi nataka niambie Kimani, I want to challenge you my brother. Rigathi aliongea mambo ya maana sana, kwa sababu alisema ya kwamba wakati William Ruto alikuja katika serikali 2022 alipata capitation ya shule ikiwa 22,000 per student, mahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa ameifikisha. Kwa sababu kawaida maana ya serikali ni kusongesha maendeleo. Kibaki aliacha ikiwa 11,000 per student. Uhuru Kenyatta baada ya miaka 10 akaisukuma ikafika 22,000 per student. Wakati William Ruto ameingia, ameitoa 22,000 kuliko aipeleke 30,000 ama 25,000, akairudisha nyuma mpaka 11,000. Hiyo ndio kitu moja William Ruto ameachieve kwa hiyo miaka 4. Kimani Ichung'wah, hii haihitaji matusi. Kuja kwa media, elezea sisi mahali tunadanganya. Tukiwa hapo vile vile, baada ya miaka 4 William Ruto alipoingia akapata iko kitu ilikuwa inaitwa NHIF na kitu ilikuwa inaitwa Linda Mama. Zilikuwa zinaungana zote, zinasaidia wamama kuenda kwa hospitali wakati wanapatiwa watoto. Mama alikuwa anaingia katika hospitali, anazaa, anarudi nyumbani bila kulipa hata peni moja, kwa sababu ya hiyo program ya Linda Mama ambayo ilikuwa imeletwa na Mama Margaret Kenyatta. Wakati William Ruto alikuja, akasambaratisha Linda Mama na akasambaratisha mambo ya NHIF. Akaleta utapeli, akaleta system ya majambazi ambayo inaitwa SHA na SHI na SHOF, ambaye imetatiza Wakenya wengi kwa njia ya kupata mambo ya matibabu. Leo hii Wakenya ni washahidi. Siku tulikuwa na NHIF, mambo ya matibabu ilikuwa afadhali. Siku tulikuwa na Linda Mama, mambo ya wazazi wetu kupata watoto ilikuwa free. Hakuna mama alilipa mpaka ndururu. Lakini leo hii wamama wakiingia kuzaa mpaka alipe 1,100. Yule analipa pesa kidogo ni 50,000 kupatiwa mtoto, kwa sababu alisambaratisha ile program ambayo ilikuwa imewekwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakiwa na Mama Margaret Kenyatta. Hiyo ni jambo lingine bwana Kimani Ichung'wah, ambaye tungetaka ukuja kwa Wakenya and compare the two, utuambie ni vipi ambavyo hamukusambaratisha, kwa sababu Wakenya wanajionea. Kitu kingine tukiwa hapo, hakuna serikali imeua watoto wengi tangia tupata uhuru kuliko ya William Ruto. Imeua vijana wengi na ikafanya abduction. Baada ya miaka 4 leo hii, hiyo ni kitu ambayo William Ruto ameweza succeed kuachieve. Kukata watoto vichwa, kufanya abduction, wa mama wetu kuchinjwa Githurai wakawekwa kwa magunia wakatupwa Kwale. Hiyo ndio ile mauchafu yote ambayo serikali ya William Ruto imefanya kwa muda wa miaka 4. Kimani Ichung'wah, kama wewe ni mwanaume, acha matusi, acha kuongea mbaya. Kuja kwa kamera, usimame, utuangalie na macho, uambie Wakenya serikali ya William Ruto haikufanya abduction. Utuangalie na macho, utuambie serikali ya William Ruto haikuua watoto wetu kwa barabara. Utuangalie na macho, utuambie serikali ya William Ruto haikukatakata wamama hapa Githurai wakawekwa kwa gunia wakatupwa Kwale. Acha matusi bwana Kimani Ichung'wah. Uko na akili, ulisomea Alliance. Acha matusi. Wewe sio Junet. Junet hana akili. Kuja kwa kamera, ambia sisi yale mambo ambayo William Ruto ameachieve katika serikali yake miaka 4. Tukiwa hapo vile vile, William Ruto akaleta ukora ingine ambaye alikuwa anaita affordable housing. Tukaenda kotini kupitia kifua, akakata wafanyikazi pesa ili ambaye alikuwa anasema ni pesa ya kusaidia kujenga manyumba, zile manyumba ambazo Wakenya hawakuitisha wenyewe. Na hiyo mambo ya house levy ile ambaye amekuwa kikata wafanyikazi 1.5%, hiyo mabilioni yote imekuwa ikikusanywa kila mwezi, inaenda kufanya siasa, inaenda kusponsor gunism, inaenda kufanya ukora. Hakuna mahali hiyo pesa, jasho ya wafanyikazi wetu wa jamhuri hii imekuja kusaidia, kwa sababu hata zile manyumba mlisema mnajenga, zingine mlikuwa mnajenga kwa kichaka ili muuze chuma, ili muuze simiti,
ili mfanye construction, ili mruoshe pesa ziingie kwa manyumba zenu, mkakula na mabibi zenu. That is what we have achieved, Bwana Kimani Ichung'wah and your father William Ruto. Na hii ni mambo ambayo lazima tuambiane ukweli, kwa sababu zile mambo ambazo William Ruto ameshindwa kutekeleza ni zile ambazo mwenyewe aliahidi. Zile ambazo ametekeleza ni zile ambazo ni za kugandamiza na kufinyilia Wakenya kinyume na matakwa ya wananchi wa jamhuri hii. Na lazima tuambiane ukweli. Kwa hivyo hapa sioni maana ya matusi. Hapa ni kuongea ukweli, hapa ni kuongea wazi. Ile mambo iko na ile mambo haiko. Hakuna mambo ya matusi hapa. Na tukiwa hapo, niambie William Ruto, kitu kingine ambao umesucceed kupitia mlango ya nyuma. Wewe ndio rais wa kwanza katika new constitution. Ulifukuza naibu wako kinyume na sheria ya Jamhuri ya Kenya. Ukachukua pesa ukalipa Aaron Cheruiyot kule Senate. Zile zingine ukalipa Kimani Ichung'wah. Pesa ikatembea bungeni. From what I have heard members of parliament saying just the other day. Pesa ikatembea hapa bungeni, wabunge wakalipwa to impeach your deputy president illegally. That is another thing that William Ruto you have achieved. And after impeaching your deputy president, kitu ingine William Ruto umeachieve, ukaingilia maneno ya kupiganisha jamii. Unachukua Aden Duale unamwambia sema hii dhidi ya hii jamii. Unachukua huyu mjinga anaitwa Hassan Omar unamwambia sema hii kuhusu hii jamii. Unachukua wajinga wengine kutoka Western kina Didmus Barasa wala waizi wa uaji, unawaambia semeni hii dhidi ya hii jamii. William Ruto, you have succeeded. Though you have not succeeded, but you have tried kuleta viongozi ili wapiganishe jamii tofauti tofauti. Bwana William Ruto. Na ndio maana leo hii it is on record. Aden Duale juzi ametusi jamii mzima akawaita mafisi. Yule mganga mwingine ako na matako kubwa kama mwendawazimu anaitwa Omar Hassan. Ako on record akitusi sisi jamii. Hawa wakora wa kutoka Western wakina Didmus Barasa waizi wa uaji wako on record pia wakitusi hii jamii yetu. Umejaribu kwa vyovyote vile kutenganisha jamii ili uweze kupenya katikati, Bwana William Ruto. Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, hiyo ni kitu ambao haujaweza kuachieve kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Rigathi Gachagua alisimama, akaunganisha Kalonzo Musyoka, akaunganisha Fred Matiang'i, akaunganisha Eugene Wamalwa, akaunganisha Natembeya, wakaunganisha kina Mohamed Ali, wakaunganisha jamii ya Maa. Wamezunguka katika taifa la Kenya, wameleta jamii nyingi kwa pamoja ili umoja wa taifa uonekane bado uko na tunaendelea kusukuma kama wa Kenya. Kinyume na vile ambavyo ulitarajia, kwa sababu ulitaka vile ambavyo ulifukuza Rigathi Gachagua kwa serikali kinyume na sheria, ulitaka tukue isolated kama jamii. And this is one of the things, Bwana William Ruto, within your 4 years umejaribu kuchoreograph hapo mambo ya kupiganisha jamii. Kwa hivyo we have a lot, Bwana William Ruto, to tell you. Ile ambaye kwa miaka 4 umefanya, Wakenya hawakudhania siku moja unaweza fanya mambo kama hayo. Na yale walitarajia utafanya kulingana na ahadi zako, hakuna hata moja, Bwana William Ruto, umetekeleza. Na ni wazi kwamba sio fitina na sio chuki. Kitu kingine tukiwa hapo, niambie Bwana William Ruto, kusema one term sio hatia. Wakenya kusema hawatakupatia awamu ya pili sio makosa. Kwa sababu kulingana na sheria ya nchi, baada ya miaka 5 tunaenda kwa uchaguzi kama taifa. Wakenya wana renew contracts kwa kutaka kwao, kwa hiari yao, kwa mapenzi yao. Wale wanataka kurudisha kwa vitu wanarudisha, na wale wanataka kupeleka nyumbani wanapeleka nyumbani. Na kwa sababu William Ruto umeingia katika orodha ya wale viongozi wa Kenya wameamua lazima watapeleka nyumbani mwaka ujao, acha kusema ya kwamba eti ni jamii fulani eti ni jamii fulani haitaki upate awamu ya pili. Acha porojo, Bwana William Ruto, ukisema eti ni jamii fulani ambayo haitaki mtu ambaye si wa jamii yao katika uongozi. Mambo ya kukupeleka nyumbani ni mambo wa Kenya wamesikizana kwa jumla. Na ndio maana watoto wa nchi hii walitokea kwa barabara. Wakakwambia Bwana William Ruto, sisi hatutaki viti, hatutaki mamlaka. Lakini tungetaka utekeleze zile ahadi ambazo ulituahidi kama wa Kenya wa jamhuri hii. Siku watoto wa hii Kenya walikuwa kwa barabara, hawakuitisha nusu mkate, hawakuitisha vyeo, hawakutaka chochote kutoka kwa serikali yako. Lakini walikuambia ufanye haki katika serikali na usaidie wa Kenya vile ambavyo uliapa na Biblia na katiba ya Kenya.
lakini kuliko ufuate hiyo, ulianza kuchoreograph mambo hapo katika njia ya kikabila. Unaleta watu kutoka jamii hii, ukasema ni hii jamii na kupiga. Hiyo haukusucceed. Kwa sababu mahali imefika, over 70% of Kenyans, they are in agreement. Hawajui nani watapigia kura mwaka ujao kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini tayari washaamua na wamesikizana ya kwamba wewe lazima watakutoa katika mamlaka mwaka ujao kupitia debe. It is in agreement. Hiyo imeshakubalika. Kwa hivyo usiseme ni jamii moja, ni Wakenya kwa jumla wako na haja na wewe ukienda nyumbani. Nikiwa hapo, sisi kama wana DCP tuko katika hali ya kuzunguka taifa kuuza chama chetu, kwa sababu ni sheria na haki yetu sisi kama wana DCP tuzunguke 47 counties of this country tukiuza manifesto yetu, tukiuza ideology zetu kama wanachama cha DCP. Kwa hivyo ile kitu ningeambia wanasiasa, we must practice what we call the political tolerance. Hata kama hupendi mtu, wacha akuje aombe kura, aongee yake, ambia Wakenya, baadaye atarudi mahali ametoka, kwa sababu Wakenya wote wamekubalishwa kuzunguka kila kona ya nchi, mtu kuongea mambo yake ama mtu kuuza chama yake. Na vile vile, kwa sababu Rigathi yako na mpango ya kwenda kule Emura Diki, sisi tunaambia William Ruto, siku nyingi mmezoea Rigathi wa Gachagua wakati anakuja hizo sites kuongea na Wakenya, mnapangia yeye njama. Macho ya taifa inakuangalia, na mahali tumefika sisi si waoga. Na kama Rigathi atakuja huko kuomba kura na kuongea na Wakenya, apangiwe njama muanze kumfanya vile mmekuwa mkifanya, kuwapangia wakora na mpiga, hata sisi tafika mahali, hata sisi tutafunga huku kwetu. Kwa hivyo kama hamtaki tufunge huku kwetu, hata nyinyi mkubalisha wale wengine kukuja huko kwenu kuomba kura na kuongea na Wakenya, kwa sababu ni haki na demokrasia. Na hii maneno ya juzi nimesikia ukisema hapa, sijui we must win this election. Nchi ambayo iko na demokrasia, sijui ni wapi neno must inakujia, bwana William Ruto. Wakenya wenyewe ndio wataamua bila kulazimishwa na bila kushurutishwa. Mimi nikimalizia niambie bwana Wamatangi, juzi tumekuwa na mkutano hapa Kiambu na ukatuma wakora ili wakuja kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua. Unajua, siku nilisema Wamatangi anafanyia William Ruto kazi, kwa sababu wamekubaliana lazima Kiambu igawe mara mbili. Siku nilisema Kimani Wamatangi wanafanya mchezo wa paka na panya na William Ruto, lakini wanafanya kazi kwa pamoja ili kusambaratisha watu wa Kiambu. Iko watu walifikiria ni fitina. Juzi Rigathi amekuja hapa Kiambu kuzindua ofisi ya chama kwa amani tu bila mambo mingi, lakini Kimani Wamatangi akalipa majambazi wakora, akatuma wakora katika mkutano ya Rigiji ili wakuje wavuruge, ili wakuje kukosekana oda. Na Rigiji akakasirika kama kiongozi na akaonya Wamatangi kufanya hiyo mambo ya upuzi. Mimi nataka niambie Wamatangi nikiwa kama kiongozi kijana katika hii county, Kiambu si kichaka yako na bibi yako ama mama yako. Kiambu ni yetu sisi wananchi ambaye tunaishi hapa, na Kiambu ni yetu sisi zote, na kila kiongozi ako na haki kutembea Kiambu, auze sera zake, afanye mambo yake kwa njia ya amani. Na hiyo upuzi umeanza, eti kila kiongozi akikuja hapo unatuma wakora. Nataka niambie bwana Wamatangi, tuko na mkutano hapa Kiambu tena na Rigiji on Sunday. Tutakuwa Thika, tutakuwa Gatundu. Kama wewe ni mwanaume sana bwana Wamatangi, kama wewe ni mwanaume sana, hiyo siku ya Sunday hao majambazi ulikuwa umetuma kule Kiambu watume siku ya Sunday. Unajua mmezoea mikutano ya makelele hapa na fujo. Hii mikutano mnafanyanga na William Ruto hapa ya kupigania kelele, mnashout. Sisi watu wa DCP ni watu ambao wako na order. Sisi watu wa DCP kwa mikutano yetu hatupendi kelele. Kwa mikutano yetu sisi wana DCP tunatakanga mipango. Kila kiongozi apatiwe nafasi aseme yake. Na kwa sababu wewe umekatalia kwa William Ruto, ulikataa kuingia chama cha DCP, ili hali si lazima uingie, kuingia ni kutaka kwako, hatukulazimishi. Lakini hauwezi kuwa wewe ulikataa kuingia kwa chama lakini hautaki chama iuzwe hapa Kiambu. Unaanza vurugu, unaanza vita. Mimi nakupatia ilani ya mapema bwana Matangi. Kama wewe ni mwanaume, siku ya Jumapili tuko Thika, tuko Gatundu. Kama wewe ni mwanaume, tuma hao wakora, ndio tutajuana.
Nitafikisha hapo. Kama kuna swali, tutachukua swali moja ama swali mbili. Sorry? Iko watu wanaongea mambo ya Kalonzo sana, na sijui kwa nini Wakenya wengi wako na wasiwasi na mambo ya Kalonzo. Na kama iko kiongozi ambaye ako na msimamo, niseme hapa wazi, ni mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka. Na historia ya Kalonzo Musyoka iko wazi, inasema ya kwamba yeye ni kiongozi yako na msimamo ama hana msimamo. Mwaka wa 2013 Kalonzo Musyoka aliunga mkono mzee Raila Amolo Odinga, akakuwa his running mate, na alikuwa na option ya kwenda kwa Uhuru Kenyatta wakiwa na William Ruto apatue serikali hapo, lakini yeye akaunga mkono Raila Amolo Odinga 2017, na ilikuwa wakati wake sasa wa kuunga mkono na bwana Raila Amolo Odinga. Akaamua tena mara ya pili kukuwa running mate wa Raila Amolo Odinga kwa mara ya pili, and he delivered votes from his region, the man. 2022 tena mara ya tatu, hata hakupatiwa nafasi ya kuwa running mate na mzee Raila Amolo Odinga, ikapatiwa Martha Karua. But despite that, Kalonzo Musyoka bado alikubali kuendelea kuunga mkono Raila Amolo Odinga, na alikuwa na nafasi ya kwenda kwa William Ruto akuwe naibu wake watengeneza serikali 2022, lakini akakataa. 2017 alikuwa na nafasi ya kwenda kwa Uhuru Kenyatta washikane watengeneza serikali ya Jubilee, lakini akakataa. Wacha niambie Wakenya, all this time from 2013 Kalonzo aliishi kuambiwa na wale wako kwa serikali awaunge mkono, lakini amekataa for 15 years. Mimi nataka niulize Wakenya, mtu ambaye ameunga mtu mkono kwa miaka 15, huyo mtu hana msimamo? Mtu ambaye ameunga kiongozi, amekaa nyuma ya mtu for 15 years wakitafuta serikali, huyo mtu hana msimamo? Huyo mtu wako na msimamo. Kwa hivyo niambie Wakenya, kama iko mtu wako na msimamo dhabiti wa kisiasa, na mtu ambaye hawezi kuwa compromised, ni Stephen Kalonzo Musyoka, judging him right from the history, vile ambavyo amekuwa akifanya siasa zake. Kwa hivyo hii fununu, tunajua ni kazi ya serikali, wameanza kueneza hii propaganda ili watu waone Kalonzo sijui ni kama hana msimamo. Hiyo ni kazi ya serikali, wanaeneza hizo propaganda. But the fact remains, it is so evident from the history, Kalonzo Musyoka is a man who takes a stand and a firm stand when we come to political matters. And that is so evident from 2013 to 2022. It is something that he has done successfully. He's a man who stands so firm on his political decisions. And now that he's in united opposition, I want to tell you, kama iko mtu tunaweza amini hakuna mahali ataenda, ni Stephen Kalonzo Musyoka. Swali ya pili. So kama hakuna swali lingine,